Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ni tarehe 15 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa ni kualike kunako udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele, na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia anika fursa 5 Norway, aitaja bandari ya Dar es Salaam sekta ya uziduaji, nishati na kilimo, awahakikishia wawekezaji sera imara kiuchumi na fedha. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika KKKT wasimulia wema wa Lowassa, Malasusa asema hakubagua makanisa, alipenda ibada, asifiwa hekima, kufunga siku 40 kila Kwaresma, mtoto aomba kanisa lisiwaache, Munduli kuzizima leo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Bunge la toa mapendekezo uhaba wa dola, habari katika ukurasa wa 5. Tanzania Zambia za kubaliana kudhibiti mihadarati, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika BOT yaagizwa kutathmini vigezo riba za mikopo, habari katika ukurasa wa 5. Mkulima afungwa maisha kwa kubaka mwanafunzi, habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika mikoa 27 yamchukulia fomu mwenyekiti ACT Wazalendo, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vita vya Babu Duni Othman. Duni achukua fomu ya mwenyekiti kutetea nafasi yake ACT Wazalendo, akirusha dongo. Wenye viti na makatibu mikoa 27 wamchukulia Othman fomu. Ngome ya vijana shughuli pevu, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Malaigwa 8 nao wajipanga, Lowassa aacha alama KKKT. Wananchi wa jiji la Arusha na Monduli wakiwemo viongozi wa jamii ya Wamasai Malaigwa 8 leo watapokea mwili wa waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa kwa hatua za mwisho kabla ya kuhifadhi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. BOT bado yajivuta matumizi ya sarafu mtandao ya kipaa, habari katika ukurasa wa 6. Sukari kivumbi, watu wapanga foleni kununua, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika maandamano ya Chadema yateka Mwanza, Dr. Slaa aibu mjadala, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia anadi mambo 5 ziarani Norway, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Alhamisi leo katika ukurasa wake mbele. Gazeti hili likipambwa na picha ya wananchi wa jamii wa Masai wakipita mbele ya jeneza la mwili wa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Friends of Lowassa kumiminika Monduli, mabasi ya kukodi anza kuondoka mikoani kwenda kuhudhuria mazishi yake Monduli, wengi wakumbuka sherehe za kumaliza mwaka. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Chegeni afunguka kuhusu Lowassa akiagwa kanisani, habari katika ukurasa wa 4. DC Urambo amaliza kilio cha wakulima, habari katika ukurasa wa 4. Hospitali ya Rufaa Simiyu yatengewa bilioni 2, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. BOT yazidi kuwezesha mabenki kukua kibiashara, habari katika ukurasa wa 4. Sukari yazua kizaazaa Mtwara, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. UN yaonya shambulio dhidi ya Rafah, habari katika ukurasa wa 19. Mchungaji aishauri serikali namna ya kumwenzi Lowassa, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Majira katika ukurasa wake mbele Alhamisi leo. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kifo cha Lowassa, minongono jeneza lake kutofunguliwa, Askofu Malasusa vunja ukimya, viongozi wasioshiriki ibada wapewa angalizo, katibu mkuu CCM. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Slaa Mwabukusi wajetosa kushiriki maandamano ya Chadema leo, habari katika ukurasa wa 4. Deni la serikali laongezeka kwa trilioni 12.72 mwaka mmoja, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia
ukuaji uchumi wapandisha chati Tanzania 2024, habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Puto Muhimbili apungua kilo 55 siku 385, habari katika ukurasa wa 4. Mahakama yatoa amri nyumba ya mtoto wa Mbowe ipigwe mnada, habari katika ukurasa wa 5. Tanzania yaandika historia mkutano wa Samia na Papa Francis, habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele Alhamisi leo limeandika michezo, Yanga yavunja rekodi ligi kuu, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tutazame sasa gazeti Mwanahalisi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lowassa agoma kufa, Kikwete ogopa kumwongelea mzee wa Rioba, amaliza kila kitu, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Ang'oka ni katibu mkuu KKKT atuhumiwa utakatishaji fedha, waziri mmoja ahusishwa, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Ahadi chungu kwa serikali ya Samia, habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi Alhamisi leo. Ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tuko vizuri sana kiuchumi, Samia IMF yataja Tanzania kati ya nchi 20, aweleza Norway fursa uwekezaji, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mamia wajitokeza kumwaga Lowassa Azania Front, mwili kusafirishwa leo kwenda Monduli, habari katika ukurasa wa 3. Samia mgeni rasmi siku ya maadhimisho ya JMAT, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mama mwenye watoto 15 Moro apata msaada, habari katika ukurasa wa 2. Mahakama yaagiza nyumba ya Mbowe ipigwe mnada, ashindwa kulipa deni la shilingi milioni 62.7, habari katika ukurasa wa 2. BOT yaweka mazingira bora ya ukuaji benki za kibiashara kijamii, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Na mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika meneja Mayele ameikosea Yanga, habari katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 17. Mambo 8 mechi ya Simba Sports Club JKT jeshini, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ikiwa ni JKT Tanzania vs Simba, mchezo utapigwa uwanja wa Isamuyo leo Alhamisi saa 10 kamili jioni. Mbappe Arsenal tusubiri, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Benchika anapita njia za Nabi, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Burnley vs Arsenal ni Jumapili saa 12 kamili jioni. Tafmo Prisons Singida Fountain Gates kuna mtu analia, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika leo Alhamisi ni Coastal Union vs Dodoma, mchezo utapigwa saa 2:15 Mkwakwani Tanga. Lakini pia gazeti hili limebeba hadithi ya Kiranga Komo katika sehemu ya 29. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Simba JKT hapatoshi leo. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Washindi AFCON wajazwa manoti, majengo ya kifahari, habari katika ukurasa wa 22. Yanga moto, Mtibwa Sugar mashujaa hoi, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mario eleza anavyomkubali Ali Kiba, habari katika ukurasa wa 21. Kocha ngumi atamba kuwika michezo Afrika, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe, habari za michezo, umeandika Yanga yavunja rekodi ligi kuu, vinara hao wavuna pointi nyingi mzunguko wa kwanza msimu huu, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Simba JKT Tanzania heshima jeshini, habari katika ukurasa wa 23. Lakini pia gazeti hili limeandika Diaz bao langu ni maalum kwa Bellingham, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha dondozo wa magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Live TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.